unataka kusonga mbele, unataka kupiga hatua, unataka masikio ya ndani yasikie. Haleluya. Biblia inasema aliye na sikio asikie neno ambalo Roho wa Mungu anayaambia makanisa. Haleluya. Kumbe Roho wa Mungu, haleluya, si anasema tu na kanisa. Anataka sikio linalosikia anaposema na kanisa. Ili Mungu aseme juu ya Tanzania. Anaenda moja kwa moja kwa kanisa. Anatafuta sikio la ndani ambalo linasikia, ambalo lina uwezo wa kumsikia Mungu na kumwelewa. Haleluya. Ili aseme. Ndio. Haleluya. Biblia inasema hivi kwamba baada ya wana wa Israeli kukaa utumwani zaidi ya miaka 400. Haleluya. Mungu akamtokea Musa. Alivyomtokea Musa akasema naye. Haleluya. Sio kusema naye tu, manake Musa alisikia sauti ya Mungu kwa masikio ya ndani. Na sio kusikia tu, alielewa kwamba mpango wa Mungu ni upi. Mpango wa Mungu ni kuwatoa wana wa Israeli utumwani. Ndio. Kwa nini unafikiri utasonga mbele? Upo ndani ya mfumo wa Mungu. Kama sikio la ndani alisikii, kama sikio la ndani alisikii, manake huwezi kusonga mbele. Kwa sababu sikio la ndani ni muhimu, ndilo Mungu analotumia kumsemesha mtu. Amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Naona tupo ukingoni mwa muda. Lakini kitu ambacho nataka ukione na kitu ambacho nataka ukielewe. Haleluya. Acha kuhangaika, acha kudanganyika. Haleluya. Acha kupotoka. Haleluya. Biblia inafunua Yesu ndio mlango wa kondoo. Unahitaji msaada, unatakiwa kuingia ndani ya Yesu ambaye ndiye mlango wa kondoo. Unajua kuna watu wanakabwa, kuna watu hawalali usiku. Yani wanakabwa kuanzia usiku mpaka kuna kucha. Haleluya. Wanadhani wachawi wanatumia nguvu. Huwezi ukaishinda hiyo nguvu kwa ujanja wako. Kwa maarifa yako. Haleluya. Lazima Yesu aingie ndani. Anapoingia ndani, huna haja ya kuhangaika juu ya kukabwa. Anapoingia ndani, huna haja ya kujipendekeza kwa watu wa kuheshimu. Anapoingia ndani, huna haja ya kujipendekeza kwa watu upate kibali. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.